Mambo vipi mtazamaji na mwanamichezo mwenzangu, ukisikia kipyenga ujue ni mida ya michezo, na leo nakuletea mahojiano maalum, mahojiano mahsusi kabisa. Nimeanguka kipande cha Kinondoni, kata ya Nanasifu huku. Nimemfuata mtu mmoja anaitwa Jumanne Said. Wenyewe wanamuita nani vile? Vanso. Wanamuita Vanso. Ni kiongozi katika kata hii ya Nanasifu. Huyu bwana ana historia kubwa ambaye amemlea mchezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, kiungo huyu fundi maestro Jonas Mkude Nungu. Tumekuja kumtafuta kwa sababu kuna mambo ambayo yanamkabili au shutuma ambazo zinamkabili Jonas Mkude ambayo yanaendelea sasa hivi. Mambo vipi brother? Safi bwana, vipi hali? Mzima. Karibuni wazee wa Kipenga, mimi ni mzima kabisa. Asante sana, na tumevamia hapa ishu kubwa ambayo inaendelea sasa hivi. Tunataka tufahamu Jonas Mkude ambao sakata lake linaendelea, kwa maana Simba juzi tumemsikia Salman Kova akitoa akisema bwana ni mtovu wa nidhamu, na hali hiyo imekuwa inajirudia zaidi. Sasa watu tukataka tufahamu Jonas Mkude huko ndo alikokulia, na wewe ndio kiongozi katika kata hii ambayo ulikuwa unasimamia michezo, na anatoka katika mikono yako mpaka anaenda pale Simba. Kwanza utupe historia fupi, yani ya huku Mkude ambao kipindi yupo chini huku, alikuwa ni mtovu kweli wa nidhamu au Mkude ni mtu wa aina gani? Asante sana kwa kupata nafasi hii, na hasa kwa kumzungumzia mtu ambaye ninamjua vizuri toka udogo wake mpaka chimbuko lake. Labda nikueleze kwa Jonas ninavyomfahamu mimi. Jonas Mkude ambaye leo anazungumzwa, Jonas Mkude Nungu. Jonas Mkude ni mtu kwanza msikivu. Unajua hata mimi napata wakati mgumu sana baada ya kulisikia hili la Mkude kwamba limezungumziwa, na naona kwamba limekuwa kubwa kiasi kwamba sasa limeamsha mijadala katika kila upande. Kwa upande mmoja kwamba lina masikitiko, nini kimetokea? Yaani kwa jinsi nilivyomfahamu na jinsi alikofikia mpaka sasa alipo. Mimi binafsi naweza kusema kwa kusema kwamba alishaye labda kunikosea, kwa sababu inaweza ikakugusa kwa sababu ukasema labda mimi alishaye kunikosea au alishaye kunivunjia heshima, ukasema bwana yule labda kazoea. Lakini mpaka hapa alipofikia ni mtu ambaye tunakwenda vizuri, sina tatizo naye na sijapata tatizo lake la utovu wa nidhamu kubwa kiasi hichi. Kiasi kwamba sasa hili limenishtua kuuliza kulikoni, na bado ninajiuliza nini kilitokea. Sasa kwa sababu tumepata sehemu ya kusemea, labda sasa tupate kuzungumza na tujue nini tatizo. Naam. Lakini labda wewe hujazungumza labda na Jonas Mkude, kwa maana kukueleza sasa huku kuna 1 2 3, kwa maana tumesikia upande mmoja wa Simba na kamati yake, lakini upande wako wewe kama kiongozi na ni mtu ambaye labda mlezi wake, tunaweza tukasema neno hilo kwa sababu umemlea tangu mdogo katika maisha yake ya mpira. Juzi hapa kama wiki moja nyuma tulipigiana simu mimi na yeye, nilimuuliza hichi kitu, nikamwambia kwa sababu tunaitana babu, mimi ananitaga babu, nikamwambia babu vipi? Akaniambia safi bwana vipi? Tukazungumza mengine, nikamuuliza vipi, mbona imekuwa sasa kwenye media muda wote unazungumziwa, nini tatizo? Lakini mimi nikiwa katika hali ya kumtania nikamwambia ndio kwa sababu tayari kimeshafika kipindi hichi. Maana hichi kipindi ndio Watanzania wengi sisi tunakuwa makocha, tunakuwa viongozi kwenye kupanda kusajili, kwenye kupanda kutengeneza, kumbomoa mtu, kwenye kumjenga mtu, ndio kipindi hichi. Nikamwambia ndio kipindi hichi, akawa anacheka, basi tukakata simu. Kwa hiyo tukuzungumza mengi na wala tukuingia kiundani. Ndio. Labda turudishe nyuma sasa, alivyokuwa mdogo huko kipindi kabla hajatoka kabisa Jonas Mkude, kwa maana anapokuja mazoezini. Manake sababu zinazotajwa ni kuchelewa mazoezini zaidi, ama unakuta muda wa kuripoti kambini yeye anachelewa, labda kipa msiko siku 2 yeye anakuja 3, kwa maana hata mlivyokuwa mnaandaa mechi zenu kwa leo tunaenda kucheza labda na timu fulani, alikuwa anachelewa, ana historia hiyo ya kuchelewa, ama hii tabia wewe imekuja tu kuwa ukubwani, amekuja kubadilika huko ukubwani? Ndio wao wanasema kwamba yawezekana tabia kama kuna tabia kama hiyo, lakini sasa vile vile sisi binadamu kwanza mimi nisemee tu kwamba unapokuwa tayari wewe kiongozi, cha kwanza uvumilivu unatakiwa. Unajua unapoongoza watu au unapoongoza kwa mfano kama hivi sasa hasa timu za mpira ukiwa kiongozi kwanza unatakiwa uwe na subira inatakiwa sana. Vinginevyo kila siku inawezekana ukawa kila siku wewe ni mtu wa kukosoa, wa kusema kama hivi. Jonas ni binadamu. Unasema kwamba amefanya
kosa mara ya kwanza na makosa yenyewe ni yale yale ya kujirudia. Mimi nilifikiri ilikuwa ni kipindi kizuri sana cha viongozi wetu ambao wanamuongoza ndani ya klabu ya Simba, kwamba si vizuri kwanza kulitoa jambo kwenye vyombo vya habari. Kwanza lazima utafute chimbuko, kwa sababu mmeshasema mara ya kwanza, mmesema mara ya pili, mmesema mara ya tatu au mara ya nne. Ilitakiwa sasa mkae naye, kwa sababu hata nyinyi wenyewe yawezekana pia mna tatizo, lakini labda pengine pa kusemea akawa hana. Umeona? Nyinyi kwa sababu ni viongozi ambao kwamba sasa, na maana ukishakuwa kiongozi na maana ushakuwa mkubwa kwake. Ndio. Yeye anatii kutoka kwako. Sasa unaweza kusema leo ukimuita Jonasi azungumze na yeye, nini tatizo? Unaweza kuikuta sababu. Unaweza kuikuta sababu. Sasa na kama mtu bado mnamuhitaji, mimi sikuona sababu sana ya kutoka, kiasi kwamba mpaka mimi nilikwambia hapa kwamba nilikuwa nafikiria nini tatizo. Kwa nini inakuwa hivi kila siku? Nafikiria kitu kimoja. Kipi? Kitu ambacho nakifikiria, labda hichi kipindi sasa ndio kipindi cha usajili. Kipindi cha usajili kinabomoa, kinatengeneza. Kwa mchezaji ambaye labda kama bado mnamhitaji, sikutegemea kwamba leo swala la Jonasi linatengenezwa kuwa mjadala kwa mtu ambaye anahitajika. Sasa leo kaka mwandishi hapa tunaongea, Jonasi itaonekana labda bado anahitajika Simba, lakini tayari kazua mjadala tayari mkubwa. Aidha ule mjadala sasa kuna mawili, umjenge au umbomoe. Umeelewa? Sasa ningependelea swala hili wao Simba kama Simba wangeitana wakazungumza naye. Sasa kuna mawili, mmempa adhabu, basi mngemhukumu kwa adhabu yake kutokana na tatizo lake. Hivi wewe niambie leo nini kinatokea leo, siku ya ngapi toka wametangaza wanakaa naye watamuoji, itakuwaje leo siku ya ngapi? Wanatumia busara kwanza, wametoa taarifa kwamba anatakiwa apelekwe Muhimbili. Unakubaliana nayo hii kwamba ya kupelekwa Muhimbili? Kwanza swala la kwenda kumpeleka Muhimbili, binadamu ambaye haumwi. Mimi najua, unajua ukishapelekwa Muhimbili wewe una tatizo. Sasa mnapotangaza kwenye vyombo vya habari kwamba mnampeleka mtu Muhimbili, mtu mwenye jina, mtu ambaye nyinyi mnamhitaji, sijui inaleta picha gani? Yaani kusema kweli mimi sikubaliana nalo. Haileti picha nzuri. Haileti picha nzuri. Sasa una nini cha kuambia klabu ya Simba, lakini pia kumshauri kijana wako Jonas Mkude? Huyu kijana wangu kama yeye ni mchezaji anahitajika na ana jina na ni kioo. Leo hii katika Tanzania tukizungumza juu ya Jonas ni kioo. Kama kuna makosa ambayo anayafanya ni makosa ambayo anahitaji yeye mwenyewe kwanza ajitathmini yeye ni nani. Akishajitathmini yeye ni nani, atarudi kwenye mstari. Lakini pia viongozi wetu nao wasichoke, kwa sababu mtu uliyekuwa naye, mtu ambaye unamhitaji, unatakiwa umtengeneze. Unamtengeneza kwa namna gani? Kama hivi sasa limetokea tatizo kama hili, basi unajaribu kukaa naye hata mara mbili mara tatu, usichoke, kwa sababu unamhitaji na yule mtu ni kioo. Unadhani taarifa hizi zinavyotoka kwa maana Simba wanakuwa kama wamemchoka Jonas Mkude unavyomaanisha? Kwa watu wetu wa mpira, kwa watu wetu wa mpira walivyo, yawezekana. Yawezekana. Sasa ukakuta labda kuna mtu bado anamhitaji Jonas, kuna mtu mwingine anasema Jonas hapana. Kwa sababu mimi siamini kama ni swala la utovu wa nidhamu wa kawaida, mchezaji si anasimamishwa? Si mtovu wa nidhamu? Hukumu itapita. La. Au labda sijui nyinyi kama waandishi mmeshakukutana na Jonas? Hapana. Sasa mkikutana na Jonas pengine labda mkamuuliza nini tatizo, labda pengine angewaeleza. Kama huko atashindwa kueleza, kwa sababu mimi niingia kilini kwa mtu ambaye anaonekana mzima, leo mnataka kumpeleka Muhimbili mkampime. Sasa sijajua wanataka kumpima akili au wanataka kumpima vipi, sijajua. Hii kidogo mimi nichanganya. Sasa mtakapompeleka hospitali akapimwa, tutatangaziwa majibu ili mimi niulize, labda sijui tunataka tukapewa majibu kwamba majibu amesema hivi. Maana huwa mara nyingi majibu yanakuwa ni siri ya mgonjwa, yeye mwenyewe ndo anatoa ruhusa. Sasa kama inatakiwa yawe publish, sasa kama kwa mfano kapimwa na swala la kutoa idhini ya kutangaza tatizo ni mgonjwa, sasa mgonjwa kakaa kimya, waliompeleka watatuambiaje? Sisi tunataka kujua. Sasa utaona hapa kuna tatizo. Kwa ni waombe tu viongozi wa Simba
Kama Jonas bado anamhitaji, ni swala la kukaa kuzungumza naye Jonas wakalimaliza ile tatizo. Hatuna sababu ya kwenda kila kitu kinatoka kwenye vyombo vya habari. Sasa leo matokeo yake linazua mjadala. Masa leo Simba anaweza akasema sasa unamwacha Jonas. Unamtengenezea picha gani mbele ya safari? Kwa sababu Jonas bado mdogo. Ajira yake mpira. Mimi kusema kweli hilo support. Na sisemi hivi kwa sababu kwa wanaonijua anaweza kusema kwa sababu anasema hivi kwa sababu Yanga, hapana. Nazungumzia kwamba mtu ambaye ninamjua vizuri, hana matatizo ya hivyo, ni mtu wa kukaa na kuzungumza naye tu. Yeah. Nataka nifahamu kitu kimoja. Jonas Mkude naambiwa alikuwa aende Yanga wakati yuko mdogo kabisa katika hizi, lakini akaibukia Simba B. Kuna mkasa nilipewa hapa. Ili kuwaje Jonas Mkude huyu alishindwa kujiunga na Yanga akaibukia Simba B. Wewe ndio mlezi ambaye ulikuwa unamsimamia, kwa maana kiongozi katika kata hii, ulikuwa unasimamia timu ya mpira ya hapa. Nini kilitokea hapa? Nakumbuka kipindi hicho, umenikumbusha mbali sana. Nakumbuka kipindi hicho Jonas ndio tunaanza kucheza, yani akiwa katika kiwango chake cha chini kabisa. Nakumbuka tulicheza mechi moja kama sekondari au shule ya msingi. Yuko sekondari, shule ya msingi tulikuwa naye Jonas. Nakumbuka tulicheza mechi moja ilikuwa Mwananyamala. Jonas ana jina, tulicheza na Daladala Kempu. Unajua Jonas siku za nyuma sisi tulikuwa tunamcheza namba 4. Umeona tukacheza mechi moja ngumu sana na Daladala Kempu. Jonas tulimchezesha namba 6. Ya Mwananyamala hiyo. Ya Mwananyamala na Daladala Kempu kipindi hicho kaenda kucheza na Daladala Kempu. Ujue Mwananyamala kwanza inafurika. Dar es Salaam yenyewe ilikuwa inasimama hii. Daladala Kempu kina Kaniki, wakina Nditi. Jonas alitembea na Nditi. Nditi ndio mtu wa kwanza kumtabilia Jonas. Bani Musa Nditi wa Mtibwa. Nditi ndio mtu wa kwanza kumtabilia pale uwanja wa Mwananyamala, anamwambia Jonas unacheza wapi? Jonas anamwambia bwana mimi bado. Akamwambia mdogo wangu fanya mazoezi. Enda ujue mchanga utacheza mpira. Sasa baadaye mimi napenda Yanga bwana. Napenda sana Yanga. Mimi Yanga lialia. Kwa kugaragara. Kabisa. Nilijaribu kuzungumza na mtu mmoja anaitwa Mpeli. Naye mtu wa Yanga. Juu ya Jonas. Akanambia Lawrence Marusako kipindi cha marehemu sasa. Lawrence Marusako huwa anakuja hapa Stereo Bar. Mlete huyo kijana. Nilimchukua kwa Jonas Mkude, siku ya kwanza nikampeleka, akasema njooni kesho. Tukaenda siku ya pili. Bwana huyu mtu bwana, nikamwambia huyu mtu ndani ya mwaka mmoja miaka miwili atatufaa. Lakini yule bwana kama alipuuzia fulani. Basi kijana wangu bwana anaupiga mwingi. Nilimwambia huyu hatuna muda mrefu. Hatuna muda mrefu juu ya Jonas Mkude. Yaani mtu ambaye sina wasiwasi naye. Unaona? Lakini yule kiongozi akuonyesha nia ya kumhitaji. Unajua viongozi wetu wa mipira hao wanakuwa na mambo yao. Basi walipokwenda Rolling Stone, Simba wakamuona kule Rolling Stone Arusha kwenye mashindano ya Rolling Stone. Simba wakamchukua Jonas. Unaona? Lakini ni mtu mmoja, si nikuelezeje, katika namba 6 tunazozungumzia leo nchi Jonas kabisa, nungu kabisa, sio mtu kubahatisha. Sio mtu kubahatisha. Na wapo wengi, labda uzungumzia baba kina Nditi huko waliopita ambao sasa hivi washakuwa veteran, lakini unapomzungumzia mtu kama Jonas Mkude, unamzungumzia fundi. Unamzungumzia fundi, na sizungumzi kimapenzi. Kama kweli kuna tatizo la utovu wa nidhamu, inaangaliwa. Na tangu ajiunge Simba hapa manake ni zaidi ya miaka 10, yani ni mwandamizi tunamuita huyu. Labda wafikiri ni nini siri ya Mkude kudumu sana ndani ya Simba? Nafikiri ndio katika vitu ambavyo tunavizungumza, kujitambua. Kuna watu wamecheza kipindi kichache sana leo mpira hawana jambo, lakini Jonas anajitambua. Nafikiri umeona ndani ya miaka 10 yuko ndani ya Simba. Sasa mchezaji atakuwa ajitambui kweli? Mimi unanichanganya au na mtazamaji ambaye anakuangalia pale unamchanganya kidogo, unasema Jonas anajitambua, lakini maana yake mlolongo wake matukio labda utovu wa nidhamu, ukija picha inajengeka huko bwana, unasema labda wachezaji fulani ajitambui, lakini kiwango chake, kwa maana kiwango yuko bora, tunamuona na ana kipaji na ameweza compete na viungo wengi na hajawahi kudrop. Yes. Kipindi chote Jonas anachocheza anacheza vizuri. Hii leo labda kupishana na Luanga, kupishana na nini, umeona? Ni moja ya mpira na taratibu za kocha. Lakini siamini kwamba labda ameshuka. Sasa ndio hapo napojiuliza, napopata shaka.
ndani ya miaka 10. Wanasema tatizo lake mara kwa mara linajirudia. Tatizo ndio lile. Lakini mbona Jonas bado ana perform? Na mpira mimi naamini mpira unahitaji sana discipline. Mpira unahitaji sana busara. Mimi naambiaga watu mpira kama Qur'an. Ukiufanyia dharau inakutoka. Na wengi tumewaona, sio hao tukichukia kwa Jonas. Wengi tumewaona wameshindwa kuperform. Hata Jonas alianza nao. Kuna wengine leo wamepotea kabisa kwenye medani ya mpira. Si ndio? Lakini Jonas bado yupo kwenye medani ya mpira. Sasa huyu mtu cha msingi tu niwaombe viongozi wa Simba wazungumze naye, wakae naye. Kama kweli anastahili adhabu, mpe adhabu. Lakini sasa kutaka kumchukua binadamu ambaye mzima, hajasema na umo, nataka kwenda kumpima. Wasikubaliana nalo, huu uzalili. Sikubaliana nalo. Cha mwisho ambacho nataka nifahamu kutoka kwako, umesema wewe ni Yanga wa kutupwa, Yanga wa kulialia. Na kuna tetesi kwamba Jonas Mkude huyu kijana wako anatakiwa na klabu yako ya Young Africans. Utajisikiaje, au unafikiri Yanga wanaweza wakamsajili kweli Jonas Mkude na akaenda kuongeza kitu pale katika klabu ya Yanga ukiangalia kwa kipaji cha kijana wako? Kwa mtu kama Jonas, nimekwambia hapa Jonas hajawahi kudrop. Jonas akija Yanga, kama atakuja kweli Yanga, na unatamani wewe, na natamani wewe hivyo kwa sababu ni mwanangu. Umeona bwana? Tutamkaribisha na atacheza na nafasi anayo. Kama kweli klabu ina nia naye, nafasi anayo na anacheza. Na sio pale Yanga, popote. Popote kaka, nikwambie. Yule mtu sio mtu wa kubahatisha. Yule fundi. Haya mengine haya ambayo tunayasikia nini? Kumbuka na kipindi chenyewe kilichopo hichi. Hichi kipindi ndio kipindi cha kupakana, kuharibiana, kutengenezana kipindi hichi. Lakini uzuri kwamba mpira ni mchezo wa nje, unaonekana. Hakuna kisichowezekana. Ila maneno yanakuwa mengi kwa sababu maneno yako ndani. Lakini mpira unaonekana. Kwa kitu kama hicho. Basi mimi nikushukuru sana na asante sana kwa ushirikiano wako ambao umetupatia. Bana, nashukuru, karibuni sana. Na niwaombe siku nyingine mkipata nafasi mje kwetu kwenye kiwanja chetu pale Chana na Sifu. Tunacheza pale Jumamosi na Jumapili. Karibuni sana. Tuna vipaji pale vingi, tuna vipaji vingi sana. Mnaweza mkatusaidia katika kutoa vipaji vikaenda mbele ya safari. Bila shaka tutakuja tu. Karibuni sana. Shukrani sana. Asante sana.